Ushauri wangu wa kwanza, ni kweli tubadilishe sheria yetu iendelee kwamba wakuu wa vyombo kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliofanya? Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, unaona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, 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 ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana, na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DGIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa ondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo. Kwa mimi nashauri kwamba tuitengeneze sheria yetu, kwamba ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama mambo ya nchi za nje ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asije kuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi siyasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asije kuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli. Asije kuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi. Tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi, na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawawezi kuitetea nchi. Hiyo ndiyo hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi, hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu, ukaambiwa ufanye kitu, halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequence, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema, Gwajima huyu kwa nini anaongea haya?
lakini mbona yaliyofika wenzenu yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona. Nitoe mifano mizuri. Mimi ni mtu wazi. Mimi nikiongea naongea. Wakati Rais John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DJIS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale, na wasema hawa kwa sababu hawa they are public figures, wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye kaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuliza, ndani ya miaka mitatu hao wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena, for we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi, vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana akisema amezulika, hapana hana kazi, ubalozini anapotea. Kwa mimi ni ushauri wangu tena wa muhimu kabisa,